Hadithi hii ni ya wasichana wawili ambao wanamzuka wa kupanda milima na huku wakifanya mzaha na furaha, wanapanda mnara mmoja wenye urefu wa futi 2000. Lakini baada ya kupanda juu, kitu kinatokea kwao ambacho hawawezi kukisahau kamwe. Mnara huu uko katikati ya jangwa la mchanga lililojitenga, ambapo kwa mbali hakuna binadamu anayeonekana. Kwa hiyo hatimaye nini kinatokea kwa wasichana hawa kwenye mnara huu? Mwanzo wa hadithi hii unaonesha Becky, mume wake Dan na rafiki yao Shilo, ambapo watatu hawa walikuwa wakipanda mlima mmoja mkubwa. Adha hii ya kupanda milima haikuwa ngeni kwao, kwa hiyo wote watatu walikuwa na msisimko sana. Sasa wakati wakipanda juu, Dan anaona pango dogo kwenye mwamba. Hivyo anapoweka mkono wake hapo ili kuimarisha mshiko wake, ghafla kwa sababu ya ndege usawa wake unaharibika na ananing'inia kwa msaada wa kamba. Kuona hivi, Shilo na Becky wanaingiwa na hofu na wanajaribu kumuokoa, lakini ghafla kamba inakatika na mbele ya macho yao Dan anaanguka kutoka hapo na kufa. Baada ya ajali hii, Becky anaingia kwenye mshtuko mkubwa. Kisha kutoka hapa tunaonyeshwa tukio la baada ya mwaka mmoja kamili, ambapo Becky alikuwa bado hajaweza kutoka kwenye mshtuko huo. Alikuwa akipambana na upweke na maumivu, na pombe ilikuwa imekuwa sehemu ya maisha yake. Kuona hali hiyo ya binti yake, baba yake James anapata wasiwasi na anampa ushauri wa kusonga mbele katika maisha. Lakini Becky alikuwa amekata tamaa sana na maisha yake kiasi kwamba sasa hakutaka kusikia wala kuelewa chochote. Sasa usiku huo huo anafanya uamuzi wa kujiua. Wakati huo simu ya rafiki yake Shilo inapigwa. Kwa kweli Shilo alikuwa ametumwa na baba yake Becky ili kumuelewesha. Sasa Shilo, ili kumfanya Becky asahau kumbukumbu za zamani, anampa changamoto ya kupanda mnara mmoja wa zamani wenye urefu wa futi 2000. Lakini kusikia hivi, mwanzoni Becky anakataa, lakini Shilo anamuelewesha kuwa wakati mwingine maisha yanahitaji kisingizio ili kusonga mbele, na labda hii ndiyo fursa hiyo, ambapo baada ya hapo hatimaye Becky anakuwa tayari. Siku iliyofuata wote wawili wanaanza safari hiyo ya hatari. Wakati wa safari, Becky anaona picha za zamani kwenye simu ya Shilo. Kwenye picha moja, mkono wa mvulana unaonekana kwenye bega la Shilo. Becky anapouliza kuhusu hilo, Shilo hapotezea akisema ni rafiki tu. Wakati huo simu ya baba yake Becky inapigwa, lakini hapokei. Njiani wanakaa kwenye hoteli moja ambapo Becky anagundua kuwa Shilo ni YouTuber na anatengeneza video za kupanda milima. Baadaye anamuuliza mhudumu mmoja kuhusu mnara huo kwa uko wapi. Mhudumu anasema mnara huo unaonekana hapo hapo mbele, ambao uko mbali wa maili 2 hivi. Usiku ule walilala hotelini hapo. Asubuhi iliyofuata wanaanza safari yao tena. Shilo anaanza kurekodi video yake, na wakati huo kutokana na kupoteza umakini wanakwepa ajali kubwa ya gari. Hatimaye wanafika kwenye eneo hilo lililotengwa ambapo mnara unaonekana. Lakini kabla ya hapo wanakutana na lango lililofungwa kwa kufuli ambalo lilikuwa na bango la onyo. Kwa sababu lango limefungwa, ilibidi waache gari hapo na kuanza kutembea kwa miguu. Hili lilikuwa eneo la jangwa lililotengwa ambapo njiani wanaona mnyama aliyekufa akiliwa na tai. Shilo anapiga picha na kuiweka Instagram na kumwambia Becky adhibiti uoga wake. Kisha anakubali. Mnara ulikuwa wa zamani sana, hivyo wote wawili wanajifunga kwa kamba ya usalama na kuanza kupanda. Shilo alikuwa mbele na Becky nyuma, lakini mnara ule ulikuwa na kutu kabisa na ngazi zilikuwa zikitingishika sana, lakini ujasiri wa Shilo haukuvunjika. Aliendelea mbele huku mnara mzima ukitetemeka. Becky naye alikuwa akijikaza, lakini ghafla hatua aliyokuwa ameshika ilivunjika na kuanguka chini. Alinusurika kidogo sana. Becky anaogopa, lakini Shilo anamfariji tena. Ikiwa hapa panavunjika, basi mbele pia kunaweza kuvunjika, na tunaona kuwa nati na bolti nyingi zilikuwa zimelegea kwa sababu mnara ni wa zamani sana. Walipofika kimo cha karibu sawa na mnara wa Eiffel, walikunywa maji. Kuanzia hapo kila kitu chini kilionekana kidogo sana. Walikuwa wamevuka ngazi za ndani, yani walikuwa wamepanda takriban futi 1800. Sasa zimebaki futi 200 ambazo walilazimika kupanda kwa ngazi za nje, na kwa upepo uliokuwa unavuma ilikuwa vigumu. Becky hakutaka kuendelea, lakini Shilo alikuwa ameshaanza, hivyo ilibidi naye aende. Hali ya ngazi hizi ilikuwa mbaya zaidi kwa sababu ziko upande wa nje. Baada ya kupanda zaidi, walitakiwa kuvuka sehemu ya sahani ya mawasiliano, dish. Shilo alivuka huku akicheka, kisha akamsaidia Becky. Becky alikuwa anaogopa sana. Zaidi ya hapo, Shilo anaanza kutingisha ngazi ili kumtisha zaidi, jambo lililosababisha nati na bolti kulegea zaidi. Wakati huo bolti moja ilianguka chini. Pamoja na hayo, wote wawili walifanikiwa kufika juu ya kilele cha mnara salama. Lakini wakati wakifika juu, bolti nyingine ilianguka na hawakuwa na habari yoyote kuhusu hili. Baada ya kufika kileleni, wote wawili wanafurahi sana na Shilo anaanza kurekodi tena. Anatumia drone kupata picha nzuri. Ili kuwapa watazamaji wake maudhui bora zaidi, anampa Becky remote ya drone na yeye mwenyewe ananing'inia kwa mkono mmoja kwenye mnara. Becky alikuwa akimkataza, lakini Shilo hakusikia. Baada ya picha, anarudi juu na kumwambia Becky afanye pozi lile lile. Becky anakataa, lakini Shilo anasema hii ndiyo fursa kubwa ya kufukuza uoga wake.
Becky anashika mkono wa Shiloh na kufanya pozi lile lile, huku Shiloh akimpiga picha. Baada ya hapo, Becky anarudi juu. Becky alikuwa amebeba majivu ya Dan. Anamkumbuka Dan na kuyatawanya majivu yake hapo. Katika wakati huu, Becky na Shiloh wote wanaguswa sana na kuanza kumkumbuka. Baada ya hapo, wanaamua kuwa ni wakati wa kurudi chini. Wanajiunganisha na kamba ya usalama na Becky anaanza kushuka kwanza. Lakini mara tu anapokanyaga hatua ya kwanza kwenye ngazi, bolti zilizobaki zinafunguka na ngazi yote inavunjika na kuanguka chini. Lakini Becky anabaki amening'inia kwenye kamba. Shiloh anaogopa sana akiona hivi, lakini kwa namna fulani anamvuta na kumrudisha juu. Becky anaanza kulia kwa uoga kwa sababu ameponyoka kifo. Lakini muda mfupi baadaye, wote wawili wanaanza kucheka kwa sababu ulikuwa wakati wa kusisimua sana. Kisha wanapotazama chini wanagundua kuwa ngazi zote zimevunjika na hawajui watashuka vipi. Wote wawili wanaingia kwenye wasiwasi na kuangalia simu zao, lakini hapakuwa na mtandao kwa sababu kwenye urefu ule mtandao haupatikani. Kisha wanaona sanduku la dharura ambacho walipolifungua walipata darubini na bunduki ya ishara. Lakini begi lao lilikuwa limeanguka chini na kukwama kwenye sahani ya mnara na ndani yake kulikuwa na maji ya kunywa. Becky anamfokea Shiloh akisema, tutakufa kwa kiu hapa. Shiloh anamtuliza akisema labda kuna mtu amesikia sauti ya ngazi zikianguka na amepiga simu 911 na polisi watakuja kutusaidia. Shiloh anaona kuwa Becky ameumia mguu wakati wa kuanguka, hivyo anavua shati lake na kumfunga jeraha ili kuzuia damu. Saa 5 zinapita bila msaada. Shiloh anapata wazo kutokana na picha ya mnyama aliyekufa aliyekuwa amepandisha. Anaandika ujumbe wa msaada kwenye simu yake, anaifunga na kamba na kuanza kuishusha chini, akifikiri labda chini kutakuwa na mawasiliano. Lakini kamba yao ilikuwa na urefu wa futi 15 tu, hivyo jaribio hilo linashindikana. Becky anakata wazo lingine. Kwa nini wasitupe simu chini kabisa? Shiloh anakubali, anavua kiatu chake na kuweka simu ndani, akitumia soksi na nguo za ndani izizuie isivunjike. Wanaitupa chini. Lakini hata kwa darubini hawakuweza kuona kama simu imeanguka salama au imevunjika. Wakati huo Becky anaona tattoo ya 145 kwenye mguu wa Shiloh, namba ambayo Dan alikuwa akimtumia kumwambia I love you. Becky anapata mashaka lakini anakaa kimya. Ghafla wanamuona mtu na mbwa wake chini. Wanapiga kelele lakini sauti haifiki chini. Becky anatupa kiatu chake kimoja kuelekea kwa yule mtu, lakini yule mtu haelewi, anakitupa na kuondoka. Usiku unapoingia wanaona gari na watu wawili, wanapiga risasi ya ishara. Wale watu wanawaona na kuelekea kwenye gari la kina Becky. Shiloh na Becky wanafurahi, lakini wale watu wanaiba gari lao na kukimbia. Hapo matumaini yao yanavunjika kabisa. Usiku ule Becky anabuliza Shiloh kuhusu ile tattoo. Shiloh anakiri kwa aibu kuwa alikuwa na uhusiano wa siri na mume wa Becky kwa miezi 4. Anasema alijua Becky angeumia, ndio maana hakuwahi kumwambia. Becky anahisi vibaya sana. Baada ya saa 24 kupita, Shiloh anaamua kushuka chini kwa kamba ili kuchukua begi lao lililokwama kwenye dish. Anafanikiwa kufika kwenye dishi na kunywa maji na kufunga begi kwenye kamba, lakini anapojaribu kupanda juu kamba inamponyoka Becky na Shiloh anaanguka. Becky anapochungulia anamwona Shiloh ameshikilia kamba ingawa mikono yake imeumia vibaya. Kwa nguvu nyingi Becky anafanikiwa kumvuta Shiloh mpaka juu. Wanajaribu kutumia drone kutuma ujumbe, lakini drone inazima chaji. Becky anapanda juu kabisa kwenye taa ya mnara ili kuchaji drone. Wakati akichaji anashambuliwa na tai lakini anajilinda. Baada ya drone kujaa chaji anaituma hotelini, lakini drone hiyo inagongwa na lori na kuharibika. Hapo ndipo ukweli unajulikana. Shiloh alikuwa ameshafariki zamani. Wakati Becky alikokuwa akimvuta Shiloh kutoka kwenye dish, mkono uliteleza na Shiloh alianguka na kufariki papo hapo. Becky alikuwa akipata maono tu, alileta begi peke yake na alikuwa akimwona Shiloh kichwani mwake tu. Becky anarekodi ujumbe wa video kwa baba yake. Siku iliyofuata tai anaanza kumla Becky mguuni. Becky anapata nguvu, anamkamata tai huyo na kumla ili kupata nguvu. Anashuka mpaka kwenye dishi ambapo mwili wa Shiloh ulikuwa. Anamtumia baba yake ujumbe, kisha anaweka simu yake ndani ya kiatu cha Shiloh na kukiingiza kiatu hicho ndani ya tumbo la mwili wa Shiloh na kuutupa mwili chini. Ujumbe unafika kwa baba yake na polisi wanatumwa. Baba yake anafika na kuona polisi wamefunika mwili akidhani ni binti yake. Lakini Becky anajitokeza akiwa ameachiwa hai. Wanakumbatana na kulia na hadithi inaishia hapo.